Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni Dr. Chikaramoto. Liko hapa tunaendelea na elimu zetu mbalimbali ambazo zinatuelimisha kwenye mambo yetu mbalimbali tunayoenda nayo kila siku. Kwa siku ya leo tunaendelea na madarasa yetu ambayo tunaendeleza katika hii TV yetu na chaneli yetu. Tunaendeleza na madarasa yetu, na darasa letu la leo ningependa tuendelee katika somo letu ambalo ni somo linalohusiana na somo la nyota. Somo letu la nyota likoje la siku ya leo? Ni katika mwendelezo wa vipindi vyetu vile vile vya kila siku ambavyo tunaendeleza vya kwamba tunatakiwa tutambue karama au vipaji tulivyokuwa navyo katika nyota zetu, kwa sababu watu wengi wanajua nyota zao, lakini hawajui zile nyota zao zina vipaji gani, ni mambo gani ambao wao wanatakiwa wawe wabobezi katika kuyafanya, ni vitu gani ambavyo Mwenyezi Mungu amevitia katika maisha yao au katika miili yao, ambavyo wakivifanya hivyo watafanikiwa kiurahisi zaidi. Sasa tunakuja leo, tuko kwenye nyota ya mashuke. Nyota ya mashuke, kwa wale wote ambao mkiangalia nyota, mkitambua nyota zenu, mnajua nyie nyota zenu ni nyota za mashuke. Na kama hujui nyota yako ni ipi, ndugu yangu, rafiki yangu, hebu mtafute Dr. Chikaramoto, atakuelekeza wewe nyota yako ni ipi. Na ndio maana nawaambia, ili ujue nyota yako vizuri, jua nyota yako kwa kutumia tarehe ya kuzaliwa na mwezi. Hiyo itakuwa ni nyota ambayo itakupa ufafanuzi wa kila kitu kilichopo kwako. Kitu gani ufanye, kazi gani ufanye, maradhi gani ambayo wewe ukiugua maradhi gani ambayo unaweza ukayaugua. Yaani nyota inasoma hadi maradhi ambayo wewe unaweza ukaugua, kwa sababu kuna maradhi watu wanaugua yanakuwa ni maradhi ya asili. Sasa yale maradhi yanaweza yakasomwa kwa kutumia nyota. Magonjwa yanaweza kusomwa kwa kutumia nyota. Kwa kila kitu kinaweza kusomwa kwa kutumia nyota, ili mradi uwe ni mjuvi wa kuzijua hizo nyota. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo tuizungumzie nyota ya mashuke. Na hii nyota ya mashuke nimesema tunaizungumzia kutokana na kipawa mtu alichokuwa nacho mwenye nyota ya mashuke. Mtu mwenye nyota ya mashuke ana kipawa gani? Ni watu wenye kipawa ambao ni wepesi wa kuhisi na kufikiri na kutambua. Yaani ni watambuzi, ni wenye kuhisi. Kwa hiyo anaweza akafikiria, akatambua na akahisi. Yaani akahisi, akafikiri na akatambua tatizo au ugonjwa wowote au jambo lolote ambalo linaweza kukutokea. Alafu ni watu wenye kuponya, wanaweza kutambua, na akitambua jambo katika engo ya kuponya, anaweza akakuponya kwa urahisi sana. Au ni watu wenye kusoma michoro yoyote. Yaani mtu kama huyu wanakuwa na vipawa vya kusoma michoro yoyote. Michoro kama nini? Ramani, michoro ya nyumba, michoro kazi. Yaani watu kama hawa ni vipawa walivyopewa. Mtu akikusomea, yaani ni mtu ambaye hata asipoenda darasani, lakini ukimpa ramani hivi, anajua bwana, hii nyumba iko mtaa fulani, iko sehemu fulani, iko mkoa gani. Yaani wanatumia ile nguvu waliopewa na Mwenyezi Mungu ya kinyota, kile kipawa walichopewa wanatumia kutambua. Na hata mtu kama huyu ukimfua, unamfundisha, hautumii nguvu nyingi sana, hautumii nguvu, kwa sababu anakuwa na kitu chake cha asili ambacho alichokuwa nacho ndani yake. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuelewa na inakuwa rahisi sana kufundishika kuliko mtu ambaye anayetumia sehemu ambayo sio asili yake na sio kipawa chake. Utatumia nguvu nyingi pasina kuwa na mafanikio yoyote. Lakini watu wa namna hii wenye nyota ya mashuke ni watu ambao wanahisi, wanafikiri, wanatambua tatizo au ugonjwa na kutambua jambo lolote lile. Wana uwezo wa kuponya au kusoma michoro yoyote, watu wenye nyota hii. Kwa hiyo watu wenye nyota hii, mkae mjue hizo ndizo sifa zenu na hivyo ndio vipaji vyenu ambavyo vilivyomo katika miili yenu, vilivyomo katika maisha yenu. Yaani hivyo ndio vipaji vikuu.
ukifanya hautasumbuka. Otherwise ufanye kwenye njia nyingine, lakini inabidi ukope, yaani ukope. Nitakuja niwape ili somo ni jinsi gani mtu unaweza ukafanikiwa kwa kutumia nyota ya mtu mwingine. Ni jinsi gani unaweza ukafanikiwa kutumia nguvu au kipaji cha nyota ya mtu mwingine, ukasimama wewe kama wewe, lakini nguvu na nyota ya mtu mwingine ikawa inasaidia katika kile unachokisimamia. Anaweza kuwa ni mtu wa karibu, anaweza kuwa ni ndugu, anaweza kuwa ni mtoto, anaweza kuwa ni rafiki, au ni mtu au mfanyakazi. Unaweza ukatumia ama kwa yeye kujua au kutokujua, ukafanikiwa. Hata kama atatoka katika ofisi yako, lakini wewe una uwezo wa kuendelea kutumia ile nyota pasina shaka yoyote, yeye ikamfaidisha na wewe ikakufaidisha. Kwa sababu gani unatumia hivyo? Ni kwa sababu tayari ile biashara ni biashara katika nafsi yako, unaipenda, lakini katika nguvu ya kinyota haiwezi ikakua. Ndio unaipenda, lakini haiwezi ikakua kwa sababu si biashara ambayo iko katika nyota yako. Kwa ili iweze ikakua na kusambaa zaidi na kuwa ni biashara kubwa, lazima ukope nyota ya mtu mwingine ili uweze ukaendelea katika mafanikio yako. Kwa hiyo yote hii ni elimu nitakayokuja kuwapa, elimu ni jinsi gani unavyoweza kutumia nyota ya mtu mwingine kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Hii siku ya leo tunazungumzia nyota ya mashuke na karamu na vipaji vyake, na kipaji mtu mwenye nyota ya mashuke. Lakini hao watu wenye nyota ya mashuke, kuna kazi ambazo anaweza akazifanya ili aweze akafanikiwa katika mambo yake. Ni kazi zipi ambazo anaweza kuzifanya? Hata biashara anaweza akajifanya biashara yoyote ile akaifanya ikafanikiwa, lakini iwe ni biashara ambayo inahusiana na vitu vya utangazaji, au mtu yeye mwenyewe akiwa mtangazaji ni anaweza akafanikiwa sana, au akiwa ni mtu akafanya kazi ya afya, udaktari, unesi, kazi za uongozi, elimu na kufundisha, yani kazi ya elimu au biashara yote ambayo wewe mwenyewe utaona inakufaa, unaweza ukaifanya, lakini inaweza ikaenda vizuri pasina kazi shaka yoyote. Na hata ukifanya kazi ya ukatibu muhtasari, wanasema kuna ukatibu muhtasi wanasema, sijui kama nitakuwa nimeitamka vizuri. Unaweza ukifanya kazi hiyo katika hii nyota yako ya mashuke, mambo yako yatakwenda vizuri sana pasina shaka yoyote na pasina vikwazo vyovyote. Ndugu zangu, ni wale wenye nyota ya mashuke, naombeni siku ya leo tuishie hapo. Kwa kama utakuwa una swali, utakuwa una ombi yoyote, utakuwa una sehemu unataka kujua zaidi, naomba uweze ukanipigia namba ya simu ya 0784994048. Utaendelea kujua vitu vingi zaidi na zaidi, na utapata ufumbuzi wa mambo mengi. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.